Yes, kwanza ni wapongeze Yanga. Kitu ambacho wanafanya kitu kizuri. Unajua tunaposema timu inatengeneza profile zinaanza kutengenezwa hivi. Nakumbuka Yanga alienda kucheza mechi Rwanda, mabasi zaidi ya 50 yalienda pale na Rwanda nzima ikajua yes tuna ugeni kutoka Tanzania, timu ambayo inaitwa Yanga. Kila mtu Afrika aliona kile ambacho Yanga amekifanya na profile ya Yanga ikazidi kuwa kubwa. Mara ya pili tena anakuja kuonesha ukubwa wake, na mara nyingi tunazungumza timu nyingi kubwa zinapata support kutoka kwa mashabiki wao. Tunaona timu ambazo zimeendelea, timu ya mfano Afrika Al Ahly, unaona jinsi gani ambavyo mashabiki wake wanaisupport. Unaambiwa Al Ahly kama sio kuwekwa masharti ya mashabiki, ndio timu peke yake Afrika ambayo inaweza kaenda kujaza uwanja kwenye nchi yoyote na mashabiki wake. Kwa hiyo kitu ambacho anakifanya Yanga binafsi mimi nimekipenda. Lakini nikija kwenye maandalizi, afanye maandalizi gani? Cha kwanza kabisa naelewa Yanga ni mzoefu kwenye hizi mechi za ligi ya mabingwa. First mnakuwa mnatuma watu wa kumsoma mpinzani wenu, kumjua mpinzani wenu akiwa nyumbani anacheza vipi, akiwa ugenini anacheza vipi. Cha kwanza. Cha pili ni zile logistics za mazingira ya kule ugenini. Kuna watu ambao tayari naifikiri watakuwa washatangulia kule Malawi kuhakikisha kwamba Yanga anakuwa anafikia sehemu nzuri, wanaandaa mazingira mazuri ya uwanja wa mazoezi pamoja na logistics zote ambazo zinaenda kufanyika kule ugenini. Ikitoka hapo, cha pili ni kwa wachezaji kuwaweka sawa kisaikolojia, wajue nini ambacho wanaenda kukipambania ndani ya timu. Inabidi waelewe mipango ya Yanga msimu iko vipi. Kwa hiyo kama mipango ya timu ni kufika kwenye hatua ya makundi, timisi kwamba sasa hivi wapo kwenye deni, wapite kwenye hii raundi enzeni waende kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo kwangu mimi Yanga wakifanikiwa kwenye hilo, wakiwa na kauli moja, wachezaji wakapewa morali, kama kuna posho, kuna bonus ambazo zitaenda kutangazwa kwa wachezaji wakifanikiwa kwenda kwenye hatua ya makundi, vyote vinaenda kusaidia. Kwa hiyo mimi naona hadi sasa hivi Yanga yupo kwenye mstari mzuri. Yupo kwenye mstari ambao naona kabisa Yanga kuna kitu ambacho anaenda kukihitaji kwenda kukitafuta ugenini. Na sio kwa mara ya kwanza Yanga kwenda kufanya vizuri ugenini. Yanga kwenye vizingiti vigumu, kwenye vizingiti ambavyo kila Mtanzania aliona Yanga anaenda kupotea, Yanga kaenda kupata matokeo mazuri ugenini. The same to match na Mamelodi. Kila mtu alijua Yanga ugenini anaenda kupoteza, lakini alienda kupata sare ya kiume, sare ambayo refali wa ile mechi Dane Beida ndo alienda kuisababisha kwa kukataa goli la wazi la Stefano Kiazizi. Yanga alishamfunga Klabu Afrikani ugenini kwenye mechi ambayo kila mtu alijua Yanga anaanza akaenda kupoteza hiyo mechi. Kwa hiyo binafsi naiamini Yanga na waamini viongozi wa Yanga, wana viongozi bora sana. Rais Engineer Hersi, makamu wa rais Arafati, meneja wa timu pamoja na media department ya Yanga ikiongozwa na Ali Shabani Kamwe. Naamini kabisa chini ya huo uongozi wana mipango mizuri na wanajua jinsi gani ya kuzianza hizi mechi na jinsi gani ya kwenda kuzimaliza hizi mechi. Kwa hiyo Yanga wakikamilisha hivyo vitu vitatu, logistics nzuri wakati wa ugenini, kuweza kuwasoma wapinzani wao, nyumbani wanacheza vipi, ugenini wanacheza vipi, wakiwaweka wachezaji sawa kisaikolojia, wakiwakumbusha timu inataka nini, na bonus za wachezaji zikienda kuongezwa, I believe Yanga itaenda kufanya vizuri ugenini. Huyo ni Nicholas Ngiliule akizungumza kile ambacho anakiona kwa mabingwa hawa watetezi wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini pia wakilishi wa Tanzania katika michuano ile ya ligi ya kwanza Young Africans naona wanaendelea pale pale walipoishia, kwa namna ambavyo wamekuwa wanafanya vizuri sana kwenye hamasa ya nje ya uwanja, hasa wanavyoenda kucheza kwenye mataifa ambayo ni yapo karibu na nchi yetu ya Tanzania. Ukiangalia nchi yetu ina baadhi ya mipaka, tuna boundaries na baadhi ya mataifa yetu ambayo yapo karibu. Kwa hiyo unavyoenda kucheza michezo means unahitaji watu ambao pengine watakuwa karibu. Wengine wanaweza kutokea Dar es Salaam. Tumeona baadhi ya mabasi yamekuwa yanatoka, mfano kama waenda kucheza Rwanda wamekuwa wakienda, lakini watu wa karibu, watu mfano wa Kagera, Kigoma, watu ambao kidogo wana ukaribu, ni watu ambao wamekuwa wanaonesha support kubwa sana pale ambapo wanaenda kuisupport timu yao Young Africans. Lakini ukiangalia namna ambavyo Yanga wamekuwa wanajitengenezea fan base nzuri sana kwenye East Africa, lakini pia kwa mataifa mengine ambayo yapo karibu na Tanzania, unaona ni wanafanya kitu kizuri sana kuitangaza Tanzania, lakini pia kujitangaza kama Young Africans kwenye namna ambavyo unaweza kwenda kupata fan base hata katika nchi ambayo
sio ya nyumbani kwako, ni nchi ya jirani. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho Yanga wanakifanya, kwa sababu unavyoenda kucheza michuano hii ya kimataifa uhitaji tu ubora wako wa ndani ya uwanja, unahitaji pia ubora wako wa nje ya uwanja, kuanzia kwenye management, kwenye namna ambavyo unaiendea michezo hii. Baadhi ya makosa ambayo Young Africans walikuwa wanayafanya kwa miaka ya nyuma wakiwa wanaishia katika hatua za awali, hata wanapokuwa na kikosi bora, ni namna ambavyo uongozi wao haukuwa na ukomavu mkubwa sana. Lakini angalia namna ambavyo wamekuwa wakifanya kwa miaka hivi karibuni, wamekuwa wakifanya vizuri kutokana na ule ukomavu ambao umekuwepo katika management. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo ambao wanaenda kucheza kule Malawi dhidi ya Silver Strikers, wanahitaji sana mashabiki wao kwenda kuwasupport. Mashabiki ambao pengine watakuwa wanatoka katika hiyo mipaka. Kwa mfano Malawi ipo karibu na Mbeya. Watu wa Mbeya wanaweza wakapata fursa kubwa sana ya kwenda kushuhudia huu mchezo. Lakini pia Mbeya Tunduma ipo Mbeya, ni mpaka Tunduma ni Mbeya, yes. Kwa hiyo watu wa huko Mbeya wanaweza kwenda kuisupport Young Africans katika mchezo ambao wanaenda kucheza dhidi ya Silver Strikers, kwa sababu ni karibu zaidi kwao. Kwa masuala ya nauli na nini yatakuwa sio mambo makubwa sana kwa upande wao. Lakini pia mashabiki wote wa Young Africans nchini ambaye anaweza kuiwa, anaweza kwenda kuisupport. Lakini ukiangalia ndani ya uwanja unaenda kuiona ni timu ya tofauti. Silver Strikers ni timu ambayo inatokea kwenye ukanda wa Kosafa, na wote tunajua ukanda wa Kosafa, bila kujali ni historia gani ambayo timu ipo nayo, lakini ni ukanda ambao zinatokea timu ambazo zinacheza mpira mzuri sana, hasa kwenye namna ambavyo wanaweza kupossess, lakini pia wanaweza kutengeneza nafasi nyingi sana. Hiyo ndio sifa ya vilabu vinavyotoka Kosafa. Mfano mzuri ni juzi hapa tumeona namna ambavyo Simba wameenda kupata shida kule Gaborone wanavyocheza na Gaborone United. Inawezekana Gaborone United kwa Simba ukipima kwenye mizani ulikuwa unaona Simba wapo bora zaidi kwa historia, lakini pia kwa ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Lakini angalia ile surprise ambayo Gaborone United alikuja kumuonesha Simba Sports. Hiyo ndio taste ambayo inaenda kupatikana kwenye ukanda wa Kosafa. Kwa hiyo kwa Young Africans najua wamemsoma Silver Strikers, ingawa unajua kwa access ambayo kwetu sisi kama Tanzania tupo nao ya kuonekana kwenye mitandao kama YouTube, unaweza kuzipata clips za Simba au michezo ya Yanga ni tofauti na unavyoenda kwenye nchi kama Malawi, utofauti unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo Young Africans ile timu yao ya benchi la ufundi wanao uwezo wa kuisoma Silver Strikers, wakajua inacheza vipi, lakini pengine ikawa ni tofauti. Ndio maana unavyoenda kwenye michezo ya knockout stage unaenda kucheza michezo ambayo inakusaidia mwalimu kusoma mchezo kabla ya mchezo, lakini pia wakati wa mchezo, kwa sababu utakuwa na mchezo ambao utakuja kucheza Dar es Salaam. Kwa hiyo kile ambacho unaenda kukifanya kuelekea katika mchezo husika kinatakiwa kiendane na kile ambacho kinaenda kutokea. Kwa hiyo Young Africans ndio kitu ambacho wanaenda kukifanya katika huo mchezo. So far Silver Strikers kwenye mizani ni mpinzani ambaye sio mkubwa, kwa sababu hana historia kubwa kwenye mashindano ya Champions League hata kwenye Confederation, lakini huwezi kumbeza kwa namna moja ama nyingine kwamba Young Africans hawezi kwenda kupata mchezo mgumu mbele ya Silver Strikers. Sawa, maana yake ni kwamba anakwenda kupata mchezo mgumu bila shaka, na sifuzu hatua ya makundi. Ama kwa mpinzani huyu ni uhakika kwa Yanga. Kwenye michuano ya ligi ya mabingwa inabidi tukubali zinakutanishwa timu ambazo kama zilikuwa mabingwa kwenye ligi yao basi zilifanya vizuri. Aidha mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu hadi wa nne. Mara nyingi wa tatu na wa nne ni kwenye michuano ya shirikisho, wa kwanza na wa pili kwenye baadhi ya mataifa wanakuwa kwenye ligi ya mabingwa, na kwenye baadhi ya mataifa kuna mataifa ambayo yanatoa timu 2, kuna mataifa ambayo yanatoa timu 4. Cha kwanza. Cha pili, kwenye michezo ya shirikisho ya ligi ya mabingwa ni michezo ambayo inaamuliwa sana na mbinu kuliko uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, na ile power play kule ni mbinu zaidi ndio zinaenda kuamua mechi. Kwa hiyo ukiona mpinzani wako anakuja kwa mbinu nzuri au kwa mbinu ngumu, automatically mechi kwako lazima ikawe ngumu. Hakuna ambaye aliamini Yanga mechi yake ya pili ataenda kupata ile test zidi ya ile timu kutoka Angola. Hakuna aliyeamini Simba na Gaborone United. Kila mtu alijua mechi itaisha, lakini unaona ugumu ambao amekuja kuupata Simba. Kwa hiyo mimi binafsi na uheshimu sana mpira wa miguu. Kwenye hizi mechi za ligi ya mabingwa mnakutana timu ambazo mlikuwa mabingwa au mlifanya vizuri kwenye msimu ambao uliopita. Kwa hiyo binafsi kwa Yanga
Yes, kwenye makaratasi nampa nafasi kubwa kwa sababu ni timu bora, timu yenye uzoefu na tayari kwenye ligi ya mabingwa washafanya vizuri. Washafika kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo kwenye makaratasi ni mechi nyepesi sana, lakini kwenye zile dakika 180 mechi inakuwa ngumu kwa sababu kwenye hizi hatua za mtoano walimu wengi wanapiga mahesabu ya kwenda kumtoa mtu, sio kumfunga mtu. Mahesabu ya kwenda kumtoa mtu kuna mahesabu makali sana. Mwalimu anawafundisha wachezaji wake kwenda kucheza kwenye midundo yote, midundo ya taratibu, midundo ya spidi, na kuna muda mwalimu anaanza kuwafundisha wachezaji wake kucheza kwa maarifa makubwa. Kwa hiyo binafsi kama Yanga asipojipanga vizuri kwenye hizi mechi za ligi ya mabingwa atakuja kushangaa, na sio mara ya kwanza miujiza hiyo kutokea. Simba ishamtokea kwa wale Jwaneng Galaxy. Simba ameshinda goli 2 bila ugenini, amekuja kwenye ardhi ya nyumbani amefungwa 3-1, na kwenye hiyo 3-1 Simba kipindi cha kwanza ndo alikuwa wa kwanza kupata goli, alifunga Magician left footer la Libwalia. Kipindi cha pili alikuwa anaongoza 2 bila first half. Ugenini ninasema nyumbani. Nyumbani kipindi cha kwanza Simba alipata goli 1 la Libwalia. Kipindi cha pili wanaume wakaja kupiga chuma 3. Ndio. That's football. Huu ndo mpira wa miguu. Kwa hiyo binafsi na uheshimu mpira wa miguu kwenye makaratasi, nampa nafasi kubwa Yanga, naweza nikampa 80% kwa 20. Ndiyo. Lakini when it come kwenye swala la mbinu, mechi itakuwa ngumu kwa Yanga. Sawa, mechi itakuwa ngumu kwa Yanga, nazungumza hivyo ama namaliza hivyo. Nicholas